Na mtazamaji bwana, nadhani unakumbuka kwamba siku ya jana tulikuletea update kuhusiana na show ya Diamond Platnumz ambayo ameifanya huko nchini Morocco. Moja kati ya sehemu ambazo huwezi ukadhania kwamba mziki wa Bongo Flava unaweza ukawa unafanya vizuri. Kama unavyojua kwamba Morocco bwana ni nchi ya Waarabu, bwana ni Waarabu wa Afrika. Sasa pia vile vile nchini kule sheria ambazo zinatumika, yani ni nchi ambayo ina dini. Umeona, yani maana yake ni kwamba ni nchi ambayo inaongozwa kwa dini moja. Tofauti na nchi zingine, kwa mfano hapa Tanzania bwana ni kwamba kuna dini nyingi. Unaweza kuna Waislamu, kuna Wakristo, umeona bwana, kuna wapagani, vyote ruksa, umeona bwana. Lakini pia kwa upande wa Morocco mambo ni tofauti. Morocco bwana, kule dini ni moja tu, yani ni nchi ambayo inaongozwa kwa dini ya Kiislamu. So moja kwa moja hii inaonyesha kwamba ni nchi ambayo haitenteini sana mambo ya mziki, mambo ya burudani, mambo ya hanasa, sio vitu vyao. Lakini ndo hivyo tena, Diamond Platnumz bwana, mziki wake umefika mpaka katika nchi ambayo iko na itikadi kali za Kiislamu, kwa maana ya kwamba Diamond amepata show Morocco. Na hiyo show bwana ameifanya jana, moja kati ya show kali sana ambazo Diamond ameshawahi kufanya kwa mwaka huu. Bwana sound check yenyewe nadhani tuliiona, na the way ambavyo Diamond alivyopokelewa ilikuwa kama vile yani amepokelewa kifalme kweli kweli, kwa sababu media zenyewe zilikuwa zimejaa pale kwa ajili tu ya kumpokea Diamond Platnumz. Lakini pia vile vile show hii ina uzito, ina mashiko, kwa sababu ukiona show ambayo Diamond anaenda kuperform alafu akaposti katika ukurasa wake wa Instagram kuwajulisha watu kwamba siku fulani atakuwa sehemu fulani akiperform, hiyo show bwana ina mashiko. It means kwamba amelipwa vizuri. Umeona, na kama unavyoelewa kwamba Diamond bwana lazima atumiwe private jet, anaondoka na timu yake nzima, kama ulivyoona hata huko Morocco pia tumeona kina Onesmo, yani security ilikuwepo pale kutoka Tanzania, personal security ya Diamond. Lakini pia vile vile tuliona madancers, yani timu ya madancers wa kike na wa kiume wote walikuwepo pale. Kwa which means kwamba accommodation zote za hawa watu ambao wamesafiri na Diamond kwenda kuperform huko Morocco ni kwamba zilikuwa compensated, yani kila kitu kilikuwa kimelipiwa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa basi bwana, hii show ilikuwa ni show kali, lakini kama unavyojua Mwijaku bwana hana dogo, na amekuja kumpa madongo Diamond Platnumz. Tunakumbuka kwamba siku ya jana watu walisema kabisa kwamba Diamond amefanya show nzuri. Diamond amesikiliza watu wanachokisema, kwa sababu watu wengi sana walikuwa wanamchukulia Diamond kidogo ni dhaifu kwenye upande wa live performance. Yani katika wasanii ambao hawajui kuimba live, Diamond naye pia alikuwa anajumuishwa humo, anatajwa. Umeona bwana, kila mtu alikuwa anajua kwamba Diamond ni mtu ambaye ana juhudi, anajua kudance na vitu vingine kama hivyo, mtunzi mzuri, lakini melody na zake pia ni kali. Lakini pia vile vile akitoaga music video zote, hamna music video ya Diamond ambao ni mbovu, zote ni kali. Umeona bwana, lakini watu walikuwa wanamcriticize sana Diamond katika upande wa performance live on stage. Sasa kutokana na hilo bwana, ni kwamba Diamond naona amelifanyia kazi, na watu jana walikuwa wanamsifia Diamond kwamba show aliyoifanya kule Morocco bwana ilikuwa kali, kwa sababu alikuwa na perform live, lakini pia tuliona aliweza kubalance dancing, live performance, kuhype mashabiki na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo watu walimpongeza. Sasa lakini Mwijaku bwana amekuja na kitu tofauti kidogo. Mwijaku bwana amekuja kumchamba Diamond. Katika sehemu zote hizo Mwijaku amekuja kuzungumzia mavazi. Amemchamba Diamond kwenye upande wa mavazi. Mwijaku bwana hajapendezwa kabisa na the way ambavyo Diamond alivyovaa, yani dress code ya Diamond bwana, Mwijaku amekuja kuizungumzia negatively. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mwijaku ameposti show hiyo ya Diamond, alafu kisha akaweka maoni yake pale. Unaona Mwijaku bwana ameweka maoni yake, amesema kwamba ifike hatua Diamond uwe msikivu sasa kwa wachambuzi. Mwijaku anakuambia kwamba ifike hatua Diamond awe msikivu kwa wachambuzi. Yaani kuimba ujui, basi hata kuvaa ujui kaka. Akaendelea Mwijaku kusema kwamba aibu naona mimi tunavyodhalilika. Akaendelea kusema kwamba hapo unaimba au unawafokea watu, mziki ni hisia kaka, punguza shout out, na jaribu kuwa polite. yani apunguze kupiga makelele na awe mstaarabu.
Mambo hayo. Mwijaku anakuambia kwamba Diamond bwana apunguze makelele, kufokea watu na awe mstaarabu. Akaendelea hapa Mwijaku kusema kwamba ukija kwenye upande wa mavazi ndio umevaa nini kaka? Yaani kuna muda uwaga naona aibu mimi kaka yako. Akaendelea kusema kwamba na unapoelekea sasa amesema kwamba na unapoelekea tutaziomba mamlaka zote semina elekezi kwa ajili ya wasanii, kwa huyu msanii ambaye anaitwa Gambo, kuwasindikiza wasanii, kuweka basi apewe darasa maalum. Okay, ameandika hivyo Mwijaku, sijui alikuwa anamaanisha nini, lakini mwisho wa siku akasema kwamba akamtagi hapa Wizkid, akamtagi pia Davido kwamba help him to dress well please. Yani amemtagi Wizkid na Davido wamsaidie Diamond ajifunze kuvaa, yani wamfundishe Diamond kuvaa. Sasa ngoja nikutajie dress code ambayo Diamond alikuwa ameitupia siku hiyo wakati anaperform huko Morocco. Bwana, hivi viatu kweli da. Viatu fulani hivi vyeupe kama mabuti, lakini yana hizi ndimi, yani maulimi fulani hivi yananing'inia. Umeona bwana lakini alikuwa amevaa leather pants, yani hii ni suruali ya leather, kulikuwa kuna cheni pembeni, alafu pia alivaa kisweta fulani hivi cha mawingu blue na nyeupe, na miwani ile ambayo alikuwa amevaa na ile trench coat wakati amefika huko Morocco. Kwa hiyo bwana ndio dress code ya Diamond huko Morocco katika performance yake ambayo Mwijaku amekuja kumchamba. Lakini hapa wakina Edo Kumwembe, huyu ni mfanyakazi pale Wasafi, amekuja na pia ameweka hapa maoni yake. Ameandika kwamba mdogo wangu hata mimi pia vile waga namshangaa kabisa. Yani Mondi namfananisha na Badi Bakule. Huyu ni Edo Kumwembe anasema kwamba Diamond anamfananisha na Badi Bakule. Sijajua sasa huyu ni msanii gani au ni nani, lakini ndo hivyo Edo Kumwembe amesema kwamba anamfananisha na Diamond kwenye upande wa mavazi. Kuna mdau mwingine hapa amekuja ametoa maoni yake, amesema kwamba bwana, mziki ni hisia, mwenyewe kipara ngoto, sisi tunapenda hizo kelele. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu amesema kwamba bwana, tunajua bwana Mwijaku wewe umelipwa upromote, ila una promote in a negative way. Yani kwamba Mwijaku hivi zikashfa anazozitoa kwa Diamond ni kama vile anampromote, lakini hampromote positively kwa kumsifia, bali kwa kutupa vijembe kama hivyo. Umeona bwana? So ukiwa kama mdau na wewe, hebu tuwekee maoni yako hapo chini kwenye comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.